Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Hafidh Mohsen. Nimekuwa mwalimu na mshauri wa walimu, wazazi na hata walimu wakuu. Nimekaa kwa sehemu ya elimu zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo na haki ya kuzungumza kibinafsi masala ya elimu na yanayohusu wanafunzi ama watoto wetu. Hivi juzi tumeona katika tamthilia iliyochezwa na watoto wa kike wa Butere Girls, iliwasha moto mkali sana, zaidi ya vile inakisiwa. Kulikuwa hakuna haja ya taharuki. Ile tamthilia ya watoto ilikuwa ni kama maji moto. Maji moto hayachomi nyumba jamani. Watumwa askari kikosi kizima na mabomu ya kutoa machozi kwenda kupiga ama kuwarushia watoto wa kike, si wavulana, watoto wa kike, watoto wadogo. Wamekwenda katika mashindano ya tamthilia ya drama. Mimi ningependa kutoa nasaha hivi, hivyo imechukuliwa hatua excess ama zaidi. Ingekuwa wale washauri walioko na Mama Rachel, walioko na rais wetu, walioko na wakubwa wote kule State House, wangekaa wakasema haya ndio mambo yametokea, tutayazima vipi? Katika kuzima kwao ingekuwa ni vizuri sana Mama Rachel ama mtu yoyote, msemaji wa State House ama naibu wake, angehudhuria katika tamthilia hiyo, ama waziri wa elimu akahudhuria katika tamthilia hiyo, akawaambia, baada ya kumaliza akatoa shukrani zao na akaeleza maoni yake ama akaeleza shajara yake. Akawaambia hapa ndiko First Lady wa Kenya Mama Rachel alisomea hapa. Kwa hivyo ujumbe huu tutamfikishia Mama Rachel na yeye atamfikishia mzee. Wajua wenyewe watazungumza wakati gani. Na rais na yeye anapofikishia ujumbe ule, angejibu tu, wasichana wameongea na nimesikia, tutarekebisha. Basi angekuwa amemaliza moto wote kwa kauli moja tu. Mama Rachel amenieleza kilichotokea kwenye shule yake ya Butere Girls ambao amesoma huko, na mchezo wa kuigiza wa tamthilia uliochezwa na wasichana wa hapo. Nimepata ujumbe na tutarekebisha, lakini msipelekeni watoto katika mambo ya siasa sana, haipendezi. Wale askari waliokwenda kutupa vitoa machozi pia tutawaambia wakati mwingine hatutaki mambo kama hayo. Tunataka matatizo yetu yafanywe kwa njia za diplomasia, njia za kuzungumza na kurekebisha. Kwa hiyo mimi kama mshauri wa walimu ningependa pia kuwashauri walimu wanaotoa michezo hii, wanaoandika michezo hii, waangalie joto la nchi liko vipi. Wasiendelee kuwasha moto wakati juzi tu
kulikuwa na majensi waliwasha moto, ukafika bungeni, ukafika wapi. Tunataka amani sisi. Kama Ruto yuko kwenye kiti, na akae kwenye kiti 2022, 2027 ikifika. Kama tutataka kumpa, tutampa. Kama atakaa mpaka 2032, basi atatoka kwa salama. Hakuna vita jamani. Musiasheni moto mahali ambapo haustahili. Musitumieni watoto wa shule kama vigezo vya kuwasha moto katika nchi. Sisi hatuna shida na Ruto. Mambo mengi yaliokuwa yamesababisha jenzi walalamike amerekebisha, na hivi sasa wanafanya kazi pamoja na mzee Raila. Nchi imetulia, tusiwasheni moto. Kwa hayo machache, asanteni.